إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu watazamaji wetu wa channel yetu hii ya Msimbo Online TV, siku ya leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tumekuja tena na mada adhimu kabisa, mada moja safi kabisa inayosema kwamba aya hii moja inaweza kumtuliza mtu. Inaweza kumtuliza mtu wa aina gani? Hii anaweza mume akawa anaisoma kwa ajili ya kumtuliza mke, ama mke akaisoma kwa ajili ya kumtuliza mume, ama mfanyakazi akaisoma kwa ajili ya kumtuliza bosi wake, ama mzazi akaisoma kwa ajili ya kumtuliza mtoto wake. Yule ambaye wewe unataka umtulize, basi hii aya utakwenda kuisoma mara 70. Ni aya gani? Basi insha Allah twende pamoja na mimi mguu kwa mguu, hatua kwa hatua, ili ukaifahamu ni aya gani ambayo unaweza ukaisoma wewe mara 70 na ukamtuliza aidha bosi wako kazini, ukamtuliza aidha mke wako nyumbani, ukamtuliza aidha mwanao nyumbani ambaye hatulii, ukamtuliza yule ambaye wewe unataka huyu atulizane, sasa anahangaika sana atulie. Basi utakwenda kusoma aya hii ambayo si muda mrefu hapa nitakutajia ni aya gani. Kabla sijakwenda kuisoma hiyo aya, ni watangazie wale ambao waliokuwa wanahitaji kitabu cha dua, kinaitwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia. Kitabu hiki kuanzia leo Alhamisi ya tarehe 8 mpaka Jumamosi ya tarehe 9 ya tarehe 10. Leo tarehe 8, kesho Jumaa tarehe 9, Jumamosi kwa tarehe 10. Siku hizi tatu hizi tumetoa ofa ya kitabu. Anayekitaka basi atakilipia shilingi 5000. Kitabu hiki kimetengenezwa katika mtindo wa PDF, kwa maana hiyo mtu anatumiwa kwa njia ya WhatsApp. Unatumiwa kitabu hicho kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo ukihitaji basi utatuma sadaka yako hiyo katika namba hii ya 0793 052 052, basi unapewa kitabu hicho na unarushiwa kwa njia ya WhatsApp vile vile. Kwa leo hii ni ofa ya siku tatu, kuanzia leo Alhamisi tarehe 9 tarehe 8 mwezi wa 5 huu, na kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 5, na Jumamosi tarehe 10 mwezi wa 5 ndio mwisho wa ofa yetu hii. Kwa yule ambaye atakayekuwa anahitaji kitabu hichi ambacho kimeandikwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia, ina maana kuna adhkari na dua mbalimbali katika kitabu hicho, unatumiwa kwa WhatsApp, kimetengenezwa kwa mtindo wa PDF. Baada ya kusema hayo, sasa twende moja kwa moja tukaiangalie ni aya gani ambayo hii unaweza ukamsomea yule ambaye wewe unataka kumtuliza, aidha kumtuliza mke, aidha kumtuliza mume, aidha kumtuliza bosi, yule ambaye unataka atulie. Basi utakwenda kuisoma aya hii ambayo ni muda si mrefu hapa nitakwenda kukutajia biidhnillah taala, ili uende ukaifanyie kazi na uende ukaisome aya hii ambayo nakwenda kukutajia. Nilizungumzia habari ya nani? Habari ya kitabu. Nimesema kwamba atakayekitaka basi nambari ya simu ni 0793 052 052, 0793 052 052. Hiyo ni namba ya Vodacom. Kwa hiyo anaitaka kitabu hiki basi anaweza akapiga namba hiyo ama kutuma lile salio kwa namba hiyo ili aweze kutumia kitabu hicho. Twende katika ile aya ambayo kwamba hii unasoma kwa ajili ya kumtuliza aidha mke, kumtuliza aidha mume, yule ambaye wewe unataka huyu atulie, sasa atulizane kabisa. Basi ngoja nikutajie, alafu nikwambie aya hii utaisoma mara ngapi biidhnillah taala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ngoja kwanza nianze kukusomea, alafu nikwambie aya hii utaisoma mara ngapi. Na mimi hapa nitaisoma kidogo kidogo, na nitairudia hii mara 3. Nitairudia hii mara ngapi? Mara 3. Alafu nitakuelekeza kila utakavyokuwa unasoma kitu gani kingine utakuwa unafanya. Isikize kwa makini sasa. Hii aya imeanza kusema huwa alladhi anzala sakinat fi qulubil mu'minina
liyazdadu imanan ma imanihim. Liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Nafikiri umesikia vizuri sana. Nairudia tena kwa mara pili, nataka niisome kwa kidogo kidogo ili wewe uishike na uweze kuikamata. Nitairudia tena kwa mara ngapi? Kwa mara ya pili. Aya inasoma hivi: walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Aliman hakiman. Hiyo ndo aya ambayo kwamba wewe Muislamu utaisoma biidhnillah taala na utakwenda kumtuliza ule ambaye kwamba wewe unataka atulie. Kwa hiyo hii aya sasa mimi nataka nikutajie sasa unaisoma mara ngapi, unaifanya mara ngapi biidhnillah taala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimerudia mara ngapi? Mara mbili. Narudia tena mara ya tatu. Narudia tena mara ngapi? Mara tatu. Inasema hivi: walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Aya yenyewe ni hiyo ndugu yangu katika imani. Hii utaisoma mara 70. Utaisoma mara ngapi? Mara 70. Mara 70. Lakini kila ukiisoma mara 10, yani utasoma hii mpaka kufika mara 10, utaacha kusoma hizi aya, utakwenda kusoma suratul Fatiha. Bi maana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mpaka waladdallin. Hii suratul Fatiha utaisoma mara 7. Ukimaliza mara 7 utasoma tena hizi aya mara ngapi? Mara 10 mpaka upate mara ngapi? Mara 70. Lakini kabla hujasoma watakiwa umtilie nia sasa yule ambaye wewe unataka atulizane, basi utamwekea nia, labda mimi namhitaji fulani ndio atulie kwa namna moja ama nyingine, basi mimi huyo sasa ndo nitamwekea nini? Nitamwekea nia. Kwa hiyo nikishamwekea nia inshallah, basi nitaisoma hii mara ngapi? Mara 10. Mara 10 ya kwanza nikimaliza nakuja nasoma suratul Fatiha mara ngapi? Mara 7. Na pia tena mara 10 ya pili nikimaliza nasoma suratu mpaka nifike mara ngapi? Mara 70. Nikimaliza mara 70 inakuwa tayari nimemaliza. Lakini hii unafanya kwa siku ngapi? Hii utafanya kwa muda wa siku takriban 7. Utafanya kwa muda wa takriban wa siku 7. Maana 70 mara ngapi? Mara 7. Ndio utakwenda kufanya hii kwa siku 7. Kwa siku ngapi? Siku 7. Na vizuri uanze siku gani? Hapa nisikize kwa makini sana. Vizuri uanze katika siku ya uanze katika siku ya Jumapili. Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis. Hapana, uanze siku ya Jumamosi ili siku ya 7 iangukie Ijumaa. Ina maana Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa ndio unakwenda kumaliza. Na Ijumaa utamaliza baada ya salati la asri, ndio utakwenda kumalizia hii. Wallahi ukifanya huyo unayemkusudia atatulizana sana. Kama ni mke hatulii, kama ni mumeo wewe hatulii, kama ni mwanao labda hatulii. Yule ambaye wewe unataka hatulizane, labda bosi wako kazini anakuwa kifika wewe mkali na nini, sasa unataka umtulize huyo, aache ukali wake, basi utakwenda kuipiga hiyo. Lakini utakwenda kuifanya kwa nia na unamkusudia yule ambaye kwamba wewe unataka kusudia atulie, basi utafanya hivyo. Utapiga mara 10. Mara 10 unasoma suratul Fatiha mara ngapi? Mara 7. Baada mara 7 unarudia tena aya mpaka unafika mara ngapi? Unafika mara 70. Ukifika mara 70 basi unakuwa hapo tayari umemaliza. Kwa hiyo maelekezo ndio hayo inshallah. Natumai umeashika, umeyakamata. Cha msingi nenda kayafanyie kazi. Nenda kayafanyie kazi. Na inshallah wale ambao wanahitaji kitabu, nimetoa ofa kuanzia leo, kesho na kesho kutwa. Ni maana kitabu hiki utakipata kwa shilingi 1500 ukituma, basi utakwenda kupata kitabu chako hiki biidhnillahi taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.